Uharigani mtazamaji wa Master Voice Online TV, jina langu naitwa Michael Ngalia. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mkuu wa shule ya Mbalizi High School Mwalimu Marcus Wagashija amewashukuru madereva wa bodaboda kanda ya Mtakuja kwa ushirikiano wao katika kuitangaza shule hiyo na kupata mafanikio ya kupata wanafunzi wengi wanaosoma shuleni hapo. Mwalimu Shija ametoa shukrani hizo kwenye hafla ya madereva wa bodaboda ya kujipongeza kwa ushindi wa ligi ya mpira wa miguu iliyoanzishwa katika mamlaka ya mji mdogo wa Mbalizi, na kanda hiyo kuibuka na ushindi wa zawadi ya ng'ombe, jezi na mpira, huku Mwalimu Shija akiwa mgeni rasmi katika hafla hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa Mbalizi High School. Niwashukuru sana bodaboda. Kikao cha kwanza tulipozungumza jambo letu kwamba lolote likitokea tuwasiliane, ukipata mwanafunzi tuwasiliane. Mwenyekiti, nimekuwa nikipokea simu nyingi sana. Kuna mtu anatafuta nafasi, basi tunamwelekeza anakuja Mbalizi. Na tulipokutana kile kikao cha mara ya kwanza, Mbalizi tulikuwa na wanafunzi kama 500. Niwahakikishie sasa, katika yote hayo ambayo tuliongea siku ile, tukakubaliana, mkatupa ushirikiano wa kutosha. Hawa ndugu mwenyekiti, mpaka sasa tuna wanafunzi zaidi ya 800. Mungu awabariki sana kwa ushirikiano wenu. Hayo yote mmeyafanya kwa sababu ya mapenzi mema ya Mbalizi Sekondari. Mwalimu Shija amesema shule ya Mbalizi High School inayofanya vizuri sana katika mkoa wa Mbeya, kwani imewahi kuwa ya kwanza kimkoa mara 2 mfululizo, yani 2021 2022. Mbalizi Sekondari ndio shule iliyokuwa kinara 2021 katika mtihani wa kidato cha 6. Sisi ndio tuongoza kimkoa jambo. Kwa hiyo mnaye rafiki mwema. Rafiki mwema si anayefanya mazuri bwana. Kwa rafiki mwema Mbalizi 21 mtihani wa kidato cha 6. Sisi tuliongoza mkoa wa Mbeya. Watu wakasema hiyo ni nguvu ya soda. Kuwasulishia. 22 tukaongoza tena mkoa wa Mbeya. Mbalizi wewe. Bodaboda wewe. Mwaka 23 24 serikali ikasitisha kutangaza shule hii ni bora. Lakini niseme matokeo mwaka jana kidato cha 6, pamoja na kwamba sisi tuna combination za science, kwa maana tunasoma science kwa ni magumu, kila mtu anakimbia. Mwaka jana matokeo kidato cha 6 tulikuwa na division 1 159. Tulikuwa na division 2 70. Tukawa na division 3 kwa wale ambao wanaingia kwa bahati mbaya na unauma 3. Tukaishia hapa. Mbalizi wewe. Bodaboda wewe. Kwa watu wanapoitangaza Mbalizi popote pale, tembea kifua mbele kwamba unatangaza ni shule janti, shule kubwa, shule konga kabisa, shule kinara katika mkoa wa Mbeya. Tunao walimu wa kutosha. Na mwaka huu tunaanza mapema sana. Kidato cha 5 tunaanza mapema, tumegawa kipeperushi pale, tunaanza tarehe 12 mwezi wa 5 kupokea kidato cha 5. Na masomo yote nimesema hapo, tuna combination za arts na science. Basi tutumie fursa hii pia kutangaza shule yenu. Tupitishe habari kule kwamba Mbalizi Jogo ameshawika tarehe 12 mwezi wa 5, kidato cha 5 tunapokea. Ada yetu inafuu kabisa na yapo kidogo. Lakini kwenu mwenyekiti, sikweli nizungumza. Bodaboda wewe somesha hapa Mbalizi, tuko tayari kuwekea mfumo wa kulipa kidogo hata kila mwezi. Sio ile ya mimi. Ni fursa moja hapo ambayo tunaitumia bodaboda tukasomesha. Bila kuwa na stress. Yaani usipate kisingizio. Unaingana unapata kisingizio. Nimeshindwa kufanya vizuri, nimeshindwa kujenga nyumba kwa sababu nasomesha. Mbalizi hicho kisingizio hakipo. Tupe mtoto, tupe division 1, huku unavaa vizuri, unajenga vizuri, unabadilisha chombo cha usafiri. Nani kama Mbalizi? Kwa hiyo tumieni fursa. Tumieni fursa, na ukija hapo utajuta kusomesha Mbalizi. Tuna miaka sasa tumejitest. Ukitaka kushindana unabidi ujitest. Miaka 4 mfululizo, hata leo tunapenda kitu.
Na ndio maana pale geti tunapoingia tunaandika corridor to university. Corridor tunalijua. Kumbe corridor sasa hivi nakwenda chuo kikuu ni Mbalizi. Tunaandika pale neno kubwa kweli pale, corridor to university. Miaka mingi hakuna miaka mitano. Na sisi kipekee kabisa Mbalizi atuchuji. Anakuja kutoka na division 4 26, mwisho wake anaondoka na division 1. Ni shule pekee sio chuja, lakini shule pekee ambayo ina viwango. Yaani viwango vyetu viko standard. Havitestiwi. Nikiwa na kamati yangu pale mimi na enjoy tu, mambo yanaendelea. Boda boda oye! Kamati oye! Viongozi oye! Peter Mtepa ni katibu wa mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini, Mheshimiwa Oran Manase Njeza, naye alimwakilisha mbunge huyo katika hafla hiyo, naye alikuwa na hayo ya kusema. Kwa hiyo kwenye michezo mlipochukua ubingwa, amesema anafurahi sana na anawaunga mkono. Ligi itakapokuwa inaanza nyingine, anajua michezo itakuwa inaendelea, msifite kutushirikisha ligi zinapoanza. Hata hivi viongozi wetu wapenda itakiwa kusema tunapoanza ligi ili na sisi tujue tunasemaje kwenye ufunguzi wa hiyo ligi. Lakini niwaalike mtakapokuwa mnaanzisha nyingine, karibuni kwenye usi yetu, mtualike na yeye mbunge anasema ikianza ligi yatakuwa na neno la kusema. Lakini kwa saa hizi hapa hatuwezi kuahidi lolote. Mtakuja wewe, ila mtakapokuwa mnaanza ligi nyingine, mheshimiwa mbunge yuko tayari kabisa kushirikiana na nyinyi. Kwa upande wake mwenyekiti wa bodaboda kanda ya Mtakuja Mbalizi, ndugu Ezekia Mwainga, amewashukuru viongozi waliohudhuria hafla hiyo akiwemo Mwalimu Shija na Mheshimiwa mbunge Njeza kwa kuona umuhimu wa kushiriki katika shughuli hiyo. Niwapongeze sana kwa kutambua umuhimu kwamba tukio hili kwenye kanda yetu ya Mtakuja ni mara ya kwanza kutokea. Mmetambua umuhimu wake. Sio kila siku tulie misiba tu, kuna wakati mwingine lazima tufurahi kwa pamoja, tusherehekee kwa pamoja. Kwa ni historia ambayo ni nzuri sana. Niseme asante sana wanachama na viongozi wa vituo kwa kufanya kazi nzuri kwa kuhamasisha wanachama. Niwashukuru sana. Lakini pia nisiwe na maneno mengi sana. Nimshukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi. Amekuwa kwetu ni faraja tosha sana. Amekuwa pamoja na sisi. Leo mwana mwandishi wa habari alitutafutia sisi. Hatukuwa na nguvu ya kuwasiliana, lakini alifanya yeye kama mgeni rasmi. Pigeni makofi basi. Lakini pia mheshimiwa mbunge aliyekuja hapa pamoja na viongozi wake, hatukuwa na nguvu ya kuongea, lakini mbunge wetu wa Mbeya vijijini anatupenda sana kanda ya Mtakuja. Hajatuacha hivi hivi jamani, anasema sikukuu inapokuwepo lazima watu wasungushe chupa mdomoni. Tupigie makofi basi mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo tunaona tunapita tunacho